Kwa kweli kwenye sikukuu ilienda vizuri, Mhm. na chakula nilichotumia ni ndizi wa mtori Ndizi na nyama ya mtori kuku. na nyama ya kuku. Good. Hicho ni chakula cha mchana na chakula cha asubuhi Kwa siku ile, kwa siku ile ya sikukuu. kwa kweli nilianza na chapati moja na chai Mhm. kavu ya isiyo na sukari. Ulianza na chapati moja na chai kavu iliyokuwa haina sukari. Ndio. Okay, good. Tukianza kwako, sukari yako inacheza ngapi? Kwa sasa hivi inacheza 8, 10, 11 ndio 8, inapochezea. 10, 11. Mm. Unafanya jitihada gani katika ishu ya kupona kisukari? Kwa kweli pengine nimemaliza ile dawa yangu ya mwanzo. Ya moyo safi? Baada ya kumaliza ile dawa, kwa kweli ninaendelea tu kucontrol, lakini si kana kwamba ninatumia dawa nyingine, hapana. Una control vipi sukari yako? Yaani katika Chakula. chakula nakula, yani dona na, yani ugali wa mtama nakula kwa wiki mara 3, Ugali wa ndizi, mtama kwa wiki mara viazi 3. mviringo na mboga nyingi za majani. Kwa sasa hivi mboga za majani zipo vizuri huku, kwa sababu ni masika, mboga za majani ziko vizuri. Kwa maana chakula chako sana ni ugali wa mtama, ndizi pamoja na mboga za majani. Na viazi vitamu, viazi vya mviringo Viazi vya mviringo ni vile viazi vinavyotengenezwa chips, si ndio? eh, Na sukari yako inacheza ngapi? yaani kuanzia 7, 9, siku nyingine 10, 11. 7, 9, 10, 11. Mm. Haya, good. Mm. Hapo tayari umeshatupa mada nyingine mpya Mm. ambayo tofauti na mada zetu tulizozikusudia. Naam. Haya, unasema una control vyakula Mm. kupitia vyakula hivi unavyokula wewe Eh. na mtu aliyokuwa hakontroli vyakula. Mtu aliyokuwa hakontroli vyakula sana sana huwa anakula vyakula gani? Sana ina maana labda unaweza ukala vyakula yani kama hii chakula ugali wa mtama ukao, yani unakula mfululizo labda wiki nzima, yani unakula, au Okay. ikatokea labda matumizi haya ya ngano Matumizi ya unatumia ngano ni yani kwa kama kila yapi hayo? kama chapati hizi, yani kila siku, yani inakuwa kwako inakuwa yani ni una erase ile sukari hata kwa zaidi. Lakini kwangu mimi sasa hivi hata maboga yameshatoka, maboga haya ya mamumunya Maboga yameshatoka ya sasa hivi, kwa sababu napata asubuhi. maboga ya mamumunye, yaani unakusudia Eh, mumunye, si ndio? eh, Haya, okay, hapo nimekufahamu. Unasema kuwa na chapati ukiila mfululizo ni mtu ambaye hakontroli sukari huyo, si ndio? yeah, Lakini yeah, ukiwa huli mfululizo, maana yake na wewe utakuwa na kontroli sukari, si ndio hivyo? eh, eh, Okay, hapo nimekufahamu. mhm. Haya, na jambo jingine, haya, maana yake ukiwa unakula ugali wa mtama mfululizo, wewe utakuwa hukontroli sukari. Ukiwa unakula chapati Hapo mfululizo, yani utakuwa una hukontroli erase yani sukari. mapema sana. Okay, haya. Yeah. Na jambo jingine nilikuwa nataka kulijua kutoka kwako, ukikontroli sukari, matokeo ya sukari Naam. yako sana inakuwa ngapi? Ikiwa mtu huyu ana kontroli sukari au huyu Eh, sukari yake, ili ndio tujue ile huyu hasa inashuka, inashuka mpaka ngapi? yani ndio unaikuta 7, 8 ndio yani imeshakaa vizuri, Hapo ndio umeshakaa tofauti na vizuri. nikizidiwa na nikila yani mfululizo, labda nimekula yani kama mchana, yani tukasema asubuhi nimekula chapati, alafu mchana nikala ugali, alafu tena jioni nikapata yani chakula chenye nguvu zaidi, huwa inakuwa na usumbufu, ndio unakuja kukuta saa nyingine imefika 10. Lakini ukipata labda asubuhi ukapata mamumunya, mchana ukapata ugali wa mtama, jioni ukapata vindizi viwili vya kuchemsha,
Mashaallah, unakuta yani sukari asubuhi iko vizuri 7 8. Okay, shukran sana. Bila shaka kakangu Muhammad, naomba ufunge mic yako. Nadhani tuanze na hili kwanza, then zile mada zetu tutaziweka pending. Ikiwa muda utatosha, tutarudi katika mada zetu, lakini hili nadhani ni muhimu zaidi kuliko hata zile mada zetu. Nadhani kaka yetu Muhammad tumemsikia yeye, anasema anatumia njia ya kukontroli sukari yake kwa kutumia vyakula, na tofauti yake anakontroli vyakula na asiyekukontroli vyakula. Vyakula ni vile vile, lakini ukivila kila siku maana yake utakuwa hukontroli, lakini vyakula vile vile ukiwa huvili kila siku maana yake utakuwa una control. Sasa hili nahitaji ndo tulidiskasi ili kila mmoja aweze kupata elimu na ajue nini anafanya na kwa nini anafanya hilo jambo. Tukitoka kwa kakangu Muhammad, nimkaribishe dada yangu Damtumwa. Damtumwa nilikuingiza katika program fulani, lakini ile program nilikuingiza kwa wiki moja tu. Bila shaka kuna elimu uliipata kupitia ile program. Naomba ufungue maiki utupe mchango wako kuhusu kaka yetu Mr. Muhammad. Karibu dada yangu Mtumwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hali yako dada yangu? Salama, alhamdulillah. Nadhani umemsikia vizuri kaka yetu Mr. Muhammad. Nimemsikia. Sema lolote kuhusu jinsi alivyosema yeye, kama unaungana naye au kama haungani naye na huungani naye wapi, au pengine baadhi unaungana naye na baadhi huungani naye. Tuambie kuhusu wewe. Karibu tafadhali. Ingawa na mimi nimepata changamoto kidogo. Labda nianzie kwangu. Okay, Mie nilifunga vizuri Ramadhani yote na sita yote. Sukari yangu ilikuwa haijawahi kufika 5 au ilikuwa 5 hivyo 5 tu. Lakini ile siku ya sikukuu ya 6 ile ndio nikapima asubuhi 7.5, ikanishtua kidogo, maanake nilikuwa sijapata siku nyingi 7. Lakini sikumbuki yani kula kitu cha kupandisha, maanake nilikula njugu mawe usiku wake ule, nikanywa tu na chai ilikuwa haina sukari. Lakini nilipopima asubuhi nikakuta imepanda, iko kwenye 7.5. Ulikunywa saa ngapi? Saa ngapi? Ulikula saa ngapi hicho chakula Saa ya chako? kufuturu, nilikuwa Kufutari. nimefunga sasa asubuhi yake ndo nilipopima nikakuta hivyo. Kwa hiyo nikawa nimeogopa kula kutoka wakati huo. Maanake nikaona mbona imepanda kabla hata sijala kitu. Na ulipima saa ngapi ukaona imepanda? Asubuhi saa 1 hivi. Okay, asubuhi ukaona imepanda. Haya, inshallah hilo tutalizungumzia kwa upana zaidi, lakini Sasa kabla kulizungumzia hilo la kwako, tuanze tu kwa Mr. Muhammad ili mada zisiwe nyingi, halafu hilo la kwako huyo Mr. Muhammad huyo kwenye programu yetu tulishatoa hivyo vitu hivyo, ugali wa nini amesema? Ugali wa mtama. Kwanza nataka nijue unaungana naye, yani unamsupport kile alichokisema, au wewe uko tofauti naye? Mimi niko tofauti naye. Wewe uko vipi? Niko hivyo, yani tulisema vitu vya kutumia ni kama maharage, njugu mawe, yani ndio vitu ambavyo tungeweza kutumia, na supu hizo, kuku au samaki, kachumbari. Yeye anasema kula ugali wa mtama yani kwa wiki mara 3, manake siku unakula siku huli. Hili lipo sahihi au halipo sahihi? Mimi naona kama haliko sahihi kwa jinsi tulipokuwa tunaenda nalo huko nyuma. Unadhani kwa nini halipo sahihi upande wako wewe? Kwa sababu sisi huo mtama tulisema si haufai, nao ni carbohydrates nyingi. Good, tutapata mawazo mengine kwa wengine, pengine tutatuchambulia zaidi. Anasema chapati siku ukila, kwa wiki pengine ukila chapati mara 2 au mara 3, basi wewe utakuwa katika mna control vyakula na sukari yako itakuwa haina tatizo. Hili upande wako wewe lipo sahihi au halipo sahihi? Liko sahihi. Hizo chapati unatakiwa kuacha kabisa. Viazi mviringo na viazi vyote tulivitoa hivyo. Vyakula vyetu ni mboga mboga, supu, samaki. Thank you. Asante sana dada yangu Damtumwa. Nadhani kaka yetu Mr. Muhammad amekusikia vizuri, lakini huenda pengine wewe ndo uko wrong na huenda pengine Mr. Muhammad ndo yupo sahihi. Naomba tumsikilize mwingine ili tuweze kujua zaidi. Tunataka kujua sasa. Nimkaribishe kakaangu nimkaribishe nani?
nimkaribishe huyu kanigusa hapa. Yona Ndaki Nyalali. Yona, naomba ufungue mic yako tafadhali. Yona pengine anataka kufungua mic lakini hawezi kwa sababu ya ugeni. Nikitoka Yona, nimkaribishe Mr. Imara Simon. Mr. Imara, leo nimekupigia simu lakini nimeona meseji yako kuwa ulikuwepo katika ibada. Inshallah kesho na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu naweza nikakupigia simu au hata leo tukimaliza hii live. Ili mimi na wewe tukamalizana kabisa. Kakangu Imara, habari za jioni. Ulikuwa umefungua mic ushaifunga. Fungua tena. Ulikuwa ushaifungua tayari. Naomba uifungue tena. Kufungua mic unajua. Habari za Hapo jioni. dokta, Hapo salama nakusikia kabisa dokta. vizuri. Asante dokta, pole na majukumu. Asante sana. Asa- Na wewe pole kwa Asante. mahangaiko. Nashukuru dokta, samani ni kweli asubuhi nilipigia, yani bahati mbaya nilichelewa kanisani kidogo. Inshallah umetuombea dua. Kwa kweli tumewaombea, tuko vizuri na ndio maana Mungu anatujalia tunaendelea vizuri. Amin ya rabbil alamin. Nadhani Ndiyo umemsikia dokta. Mr. Muhammad alivyochambua Ndiyo, upande wake yeye. ndiyo nimemsikia kaka, nimemsikia Yeye lakini ana control chakula chake, alimradi sukari isiweze kupanda, na sukari yake inagonga 7 mpaka 8, na anavyocontrol yeye anakula ugali wa mtama, lakini kwa wiki mara 3. Baadhi ya siku anapomiss chapati anakula chapati, vile vile anakula na viazi mviringo, lakini hali ndiyo. kila siku. Hili kwa upande wako wewe ni sahihi au haliko sahihi? Dokta, kwa mimi kwa upande wangu haliko sahihi kiasi kwamba itokee sasa angefanya kama tunavyofanya kwenye programu zetu hizi ambazo tupo na wewe hapa, basi yawezekana mwenzetu afya ingekuwa vizuri zaidi, angefanya haya ambayo tunaongea hapa sisi, kwa sababu sisi hapa tumeondoa wanga aina zote, haijalishi utakuwa siku moja au mbili kwa wiki, lakini aina ya wanga zote tumeondoa. Chapati tumeondoa, huo mtama bado ni wanga tumeondoa. Kwa hiyo mi ni muombe tu kwamba akiondoa hivyo vitu yawezekana akapata matokeo mazuri zaidi, maana sasa hivi anatumia mara moja mara mbili kwa wiki, lakini bado sukari haipandi sana, anapata 7, anapata 6, 7 kama alivyosema. Kwa hiyo akiondoa, naamini kwamba basi sukari itakuwa chini zaidi, lakini kiujumla mimi siungani naye kwa sehemu hizo dokta, kwamba arekebishe chakula chetu. Sisi ni mboga za majani kama alivyosema, aina ya kunde, maharage kidogo, lakini mboga saradi nyingi kama ulivyotufundisha, saradi nyingi, mboga za majani sana hizo, mara moja labda supu kwa umbali, lakini chakula chetu kipo katika hali ya saradi na mboga za majani kwa wingi. Asante dokta. Asante Mr. Imara Simon. Mr. Imara anasema yeye haungani na kaka yetu Mr. Muhammad na amemkataza moja kwa moja asile vyakula vya uwanga, na amempendekeza vyakula ambavyo wanapopaswa kula ambao ni mboga za majani, saladi pamoja na pengine maharagwe, kunde na mfano wa hivyo. Nadhani Mr. Muhammad amenisikia vizuri. Mr. Muhammad, naomba ufungue mic yako turudi kwako. Mr. Simon, asante sana. Naomba ufungue mic yako turudi kwa Mr. Muhammad kwanza. Mr. Muhammad, naomba ufungue mic yako ili tuweze kuclear kitu. Mr. Muhammad. Naam. Nadhani umewasikia dada yetu Damtumwa na kaka yetu Mr. Imara Simon. Nadhani umewasikia vizuri. Nimewasikia. Umewafahamu vipi wote wawili Lakini hao? kwenye yote hayo kwenye saladi nini, lakini kwenye saladi huwa inanikosesha nguvu sana nikiwa kwenye mfulizo wa kula hivyo, yaani nakuwa yaani ni mpesi, sina nguvu. Kwa hiyo hata kazi nyingine nashindwa kufanya, ndio maana nina control kwa kutumia wanga walau siku 3 kwa wiki. Okay, good. Maana yake unataka kuniambia kuwa unajua kuwa vyakula unavyokula sio sahihi, ila tu unakula kwa sababu unakosa nguvu. Ipo hivyo au ipo vingine? Au mwanzo ulikuwa hujui? Yaani mwanzo wakati natumia hii saladi, yaani ilikuwa najikuta mwepesi kabisa, yaani uwezi hata kufanya kazi zako. Swali sijakuuliza hivyo, nimekuuliza swali hivi. Unajua ulaji wa vyakula unavyokula, mfano chapati,
mfano viazi mviringo pamoja na ugali Ndio, wa mtama, unajua kuwa hivi vyakula ndio. ni sahihi kwa upande wako au hujui kuwa hivi vyakula sio sahihi? Sio sahihi kwenye programu, lakini kilichokuwa kinanishinda wakati natumia yani hivi vyakula vingine, yani hivi vya saladi, matunda, ndio maana ninatoa majibu ya kuwa nilikuwa nakosa nguvu zaidi. Okay, good. Dr. Othman amenyosha Mm. mkono, acha tumpe nafasi Dr. Othman, huenda tukapata elimu na tukunufaika zaidi. Karibu Dr. Othman. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vipi na wewe unaendeleaje? Niko salama kabisa. Karibu, bila Mi shaka mjadala naomba umeusikia vizuri. nitoe mchango Ehe. kabla tujaenda mbele. Nataka niongee kulingana na anavyoongea ndugu yetu hapo. Okay. Karibu, Kwanza mimi kabisa, nafunga mic. kabla ya yote, labda ningependa kumuuliza yeye lengo lake ni nini, yaani kwa kujiunga na program lengo lake ni nini? Haya, hapa kwanza ni clear Dr. Othman, yeye bado Mm. hajajiunga na program ya 7 day challenge. Yeye amefanikiwa kuchukua kirutubisho tu cha moyo safi tulipotoa ofa, na yeye akabahatika kuchukua kirutubisho. Hajajiunga bado na program ya 7 day challenge. Hapo Sawa, mmeclear. yaani Okay, karibu. katika kujiunga katika You ile grupu ambako ni good. kuwasaidia watu ili kuondokana na sukari. Sasa ndio maana nitaka nijue kwamba yeye lengo lake ni nini. Lengo lake ni kupona sukari au lengo lake ni kutaka kuishi na sukari? Maana kuna vitu viwili, kuna kupona sukari alafu kuna kuendelea kuishi na sukari. Yaani kuendelea kuishi na sukari ni kwamba utakuwepo unatumia vyakula ambavyo tunavipendekeza, lakini utakuwa unatumia na vyakula vyako ambavyo hatuvipendekezi. Sasa ukiwa unafanya hivyo, wewe utakuwa ni katika wale watu tunasema wana control sukari, yaani wanairekebisha sukari yao, lakini hawana lengo la kupona sukari. Lakini ukiwa na lengo la kupona sukari, ina maana utafuata masharti, utafuata sheria na utafuata mapendekezo ambayo tunayapendekeza ili uwe katika sehemu salama zaidi. Yaani lengo kama ni kupona, basi itabidi ufuate vile ambavyo tunaelekezana humu. Lakini kama lengo lako wewe ni kuishi na sukari, sawa, utafanya hivyo unavyotaka wewe. Kwa sababu kwanza nataka nimweleze tu kwa hapo kwamba ili tuendelee ni kwamba lengo la kuambiwa usitumie vyakula ambavyo vinazalisha sukari kwa wingi kuingiza kwenye mwili ni kwamba wewe tayari mwili wako una sukari ya kutosha na una tatizo la sukari. Sasa ni kwamba hatutaki kuingiza sukari nyingi kwenye mwili, tunafanya hivi ili ile iliyokuwemo tuitoe. Na tutaitoa vipi? Kwa kula vyakula ambavyo vina glycemic index ndogo ambavyo haviongezi sukari, kwa kufanya mazoezi, kwa kupata muda wa kupumzika wa kutosha, na kufuata utaratibu, sheria na kanuni ambazo tumewekeana. Ni kwamba kwa kufanya hivyo unalipumzisha kongosho lako lisifanye kazi kwa muda mrefu, kwa sababu tayari limeshachoka. Ndio maana tunashauriwa hata tule mara moja au mara mbili kwa siku. Kama mimi sasa hivi nakula mara moja kwa siku tu, ili kulifanya kongosho lijitengeneze, kwa sababu tayari lilishachoka. Baada ya hapo utakapotumia na kirutubisho, na zile seli za kwenye kongosho zitazalishwa zile isolated Langerhans ili zikuwezeshe kuzalisha insulini, na vile vile kirutubisho kitakwenda kuondoa ile insulin resistance, kwamba zitafanya seli zako ziweze kuitumia ile insulin sasa ili kukufanya wewe upone sukari. Lakini kama utakapo unaiba au unajua kabisa kwamba nikitumia kitu fulani kitapelekea kuingiza sukari kwenye mwili, kitapelekea kongosho langu lisipumzike liendelee kufanya kazi kama kawaida, ni kwamba wewe hauko kwenye lengo la kupona sukari, ila uko kwenye lengo la kudhibiti sukari. Yaani kucontrol sukari ni kuidhibiti sukari. Nafikiri niache hapa kwanza, alafu tutaendelea. Naomba niachie hapa kwanza, alafu tutaendelea. Asante. Shukran Dr. Othman kwa mchango wako huu. Bila shaka Dr. Othman amefafanua vizuri, lakini na mimi nitaka niliweke sawa ama nitietie nyama kwa hili.
Hili tunaliongelea hapa, hatuliongelea kwa kaka yetu Mr. Muhammad tu peke yake, tunaliongelea jumla jamaa. Kama alivyosema Dr. Uthman, hatua ni mbili, yani chaguzi ni mbili. Chaguzi ya kwanza ni kuishi na sukari maisha yako yote, ukafa nayo. Na chaguzi hii ina hatari mbili. Chaguzi hii ina hatari moja, ama chaguzi hii ina matokeo mawili. Aidha sukari ichukue mwili wako taratibu, maanake aidha sukari ichukue viungo vako taratibu kabla kuchukua nafsi yako, au itokezee tu ufe tu, pengine sukari kupe maradhi mengine na hakadha, kwa sababu huwezi kuishi na sukari kwa muda mrefu bila sukari ile kukuzidi. Ni sawa sawa na wale washirikina. Mfano mtu tuseme ana nini, ana madudu yake anafuga madudu, hata kama yanakunufaisha vipi, itafika kipindi yale madudu yatakuja kukudhuru tu, ama yatakudhuru wewe ama yatadhuru familia yako. Ndo hii sukari utaweza kuishi nayo ikakuwa inasoma 7, 6, 7, 8. Kama hufanyi jitihada ya kuiondosha, itafika kipindi hii yani ndo ilivyo, haina excuse. Lazima sukari itakuzidi, kwa sababu utakuwa huna ujanja wa kuicontrol, na kukuzidi maanake itaanza kuchukua viungo vako vidogo vidogo, au itakubebesha maradhi mengine makubwa zaidi kuliko sukari, pengine moyo kutanuka, pengine figo, pengine ini, au maradhi makubwa zaidi ya hayo. Sasa au chaguzi nyingine ni kupambana kuitoa sukari ndani ya mwili wako. Kabla sijaendelea, kwa sipendi niongee sana, nimkaribishe kaka yangu Mr. Jumanne. Mr. Jumanne, karibu. Kanyosha mkono Mr. Jumanne. Asante dokta. Habari Habari za za jioni? saizi? Njema tu, habari za siku nyingi? Nzuri, habari za kwako? Nashukuru Mungu, mimi niko salama kabisa. Ni mfano mzuri Mr. Jumanne. Kwanza ukiwa unahudhuria katika live zetu huwa najisikia raha kusema kweli. Nadhani umewasikia wahanga wenzetu, kwa maana karibu tupe nondo zako. Karibu Mr. Jumanne. Mimi nafunga mic. Mimi nashukuru sana dokta. Kama alivyosema Dr. Asmani kwamba kuna mambo mawili ambayo na dokta hapa amekazia, kwamba kuna kule kutaka kuendelea kuishi na sukari au nataka kupona sukari. Aliyosema mwenzetu Mohamed kwamba nani, unasikia nguvu zinaisha, ni kwamba yawezekana hicho chakula ambacho tunaelekezana hapa ule, wewe unakula kidogo. Sisi wote hapa, mimi ninapoongea hapa, mimi katika grupu hili ni katika waliopona, na ambaye bado nipo kwenye grupu, sijaamua kujiondoa kwenye grupu, lakini nimepona, lakini bado nipo ili kuendelea kupeana msaada. Mimi nilikuwa nikila vyakula hivyo hivyo, lakini nakula vyakula vya kushiba. Hapa daktari waka anasema kula hicho chakula ushibe. Ukishiba hautaweza kukosa nguvu, lakini ukila kwa sababu umepewa salad ukakata nani vichache, mboga unakula vichache kwa sababu unaweza ujisikii raha ya kula zile mboga, nguvu zitakuishia. Lakini chakula hicho hicho ukila mpaka ukashiba, hivi mjue jamani, watu miaka ya nyuma huko watu walikuwa wanapataka njaa, wanaishi kwa mboga na bado wanaenda kulima. Chakula chochote utakachokula utashiba na nguvu utakuwa nazo. Juzi hapa nilikuwa nasikiliza clip ya Dr. Janabi, anasema binadamu wewe ukiwa unakula mara moja kama anavyokula Dr. Asmani sasa hivi haufi, kwa sababu mwili una akiba ya kutosha iko ndani ya mwili wako. Kwa mfano kama wewe hapo una sukari ya kutosha ndani ambayo mwili unataka uitumie, hata siku moja uwezi ukafa, ila ni kwa sababu wewe tu umeamua kutokula vyakula vya kutosha, ndio maana unajisikia kama hauna nguvu. Na kwa sababu hiyo sasa utaendelea Hello? Jaribu kuwa na maamuzi hivi. Kuna watu wanaishi kwa kula nyama tu, mbona wenyewe wakila nyama na wanashiba, wanaishi. Wamasai wanakula nyama tu wanaishi na wanafanya kazi zao zote. Leo hii wewe kila mboga hii, wewe kweli usijisikie kwamba hauna nguvu. Ng'ombe anakula majani tu ya kawaida na analima na ana nguvu zote ng'ombe, na anaweza akakuangusha, anakula majani, mbona yeye hali mahindi? Kwa hiyo chakula chochote ili mradi unakula na ukashiba utakuwa na nguvu. Mimi nataka niongezee kwenye kipengele hicho cha kula ushibe. Hizo nguvu unazosema utakuwa nazo si kweli.
kwa sababu mimi nimeishi hayo kwa mwaka mzima, ndipo nilipojisikia kama nimepona, nikaja nikarudi kwenye grupu nimepona. Sasa hivi hata naweza nikaa nagusagusa huo wanga kidogo, na wala sina shida ya aina yoyote, lakini nilipitia hayo kwa mwaka mzima, lakini na bado nilikuwa nafanya kazi zangu kama kawaida. Asante sana dokta. Asante sana Mr. Jumanne. Mr. Jumanne, jambo lako zuri na umeliongelea vizuri. Umeongelea upande mmoja. Kuna siku tulikuwa tunaongea hapa, nadhani kipindi kile ulikuwa bado hujapona sukari au ushapona ndo kwanza unapona sukari. Ukasema unatamani, nadhani alikuwa muuzi mwenzako. Sisi huko nyumbani sijui tunasema muuzi. Muuzi yani sehemu ulioa wewe na yeye kaoa. Ameshafariki sasa hivi. Maana alitutangazia kwa amefariki. Alikuwa na sukari, lakini sukari ikachukua baadhi ya vitu vyake katika mwili wake. Hebu tuambie aliathirika vipi yeye kuhusu sukari? Huenda pengine akili zetu zikafunuka. Bila shaka ulikuwa wewe, nakumbuka kipindi kile. Yule naye ndio kama tunavyosema hapa kwamba alikuwa hajakubali kuacha vyakula hivi ambavyo anashauriwa kwamba asile. Yeye sasa mbaya zaidi, kuna wakati kwa sababu nani, familia yake ilikuwa inamtaka asile hivyo vyakula kwa sababu walikuwa na elimu ya kutosha. Hivi tunavyoelezana, na mimi nilikuwa nawaeleza kwa sababu na mimi nilikuwa ni mmoja wapo ya waathirika hao. Wakimweleza anachepuka, anaenda pembeni, anaenda na kula wanga wake, anaenda na kunywa soda yake hivi. Matokeo yake lililokuja kutokea, figo zikafa. Yeye amekufa kwa sababu ya figo zilifeli, kwamba alienda hivyo hivyo kama unavyosema nani, sukari yake wakipima iko 8, iko 9, iko 8, iko 9, kumbe inaendelea kula figo. Mwisho wa siku amekuja nani kumpeleka hospitali Mloganzila, figo limeshafeli kabisa, halifai. Kwa hiyo ndugu yetu maisha yake yaliondoka kwa sababu ya figo lilikufa, na kwa sababu ya kutoka hivi ambavyo tunashauriwa kwamba tuviziane. Wala sehemu yoyote wanasisitiza kwamba wanga acha. Asante sana dokta. Shukran Mr. Jumanne kwa maelezo yako mazuri na yaliokuwa mafupi yenye kueleweka. Nadhani waliopita kabla yangu wameshaongea vizuri tu, ikianza Dr. Othman, dada yetu Damtumwa, kaka yetu Mr. Muhammad mwenyewe kaongea upande wake na wengineo. Kuna kitu hapa nataka nielekeze katika kesi ya njaa, kama alivyoongea Mr. Muhammad. Kuna njaa za aina mbili. Mfano, unapoanza hizi program zetu tunazoelekezana, nadhani wote walikuwa katika 7 day challenge washaku experience hii hali. Kunakuwa kuna njaa za aina mbili. Kuna njaa ambayo tunasema ni false, ni njaa ya uongo. Unahisi tu kuwa una njaa, hali ya kuwa sio njaa. Na njaa hii unakuwa unaihisi kwa sababu ni njaa ya mazoea. Mfano, katika kipindi cha mfungo, saumu ya kwanza na saumu ya pili, upo uwezekano kwa kwa ikawa ngumu kuliko saumu ya 3 na ya 4. Kwa nini saumu ya kwanza na ya pili inakuwa ngumu? Kwa sababu ndani yake kuna njaa ya mazoea. Umezoea ikifika saa 7 ule, lakini sasa umefunga. Ikifika ile saa 7 tumbo litakuuma na njaa utaihisi, hali ya kuwa kumbe sio njaa. Lakini ikivuka ule muda, ikifika mfano saa 7 ndio umeona njaa, lakini ikifika saa 9 automatic ile njaa inakuwa inaondoka bila hata kula, inaondoka. Sasa njaa ile inakuwa ni njaa ya uongo. Na unapoanza hizi program zetu, kunakuwa njaa hizi zinajitokeza kwa vile umezoea kula ugali, tena ugali mkubwa, ugali mzito. Sasa unakuwa una mazoea, mimi kama sijakipata chakula hichi abadan siwezi kushiba. Unasema sasa ndani ya nafsi yako, mimi kama sijapata chakula kizito siwezi kushiba. Aidha utasema kwa maneno, kwa kuambia watu, au utasema ndani ya nafsi yako, kama sijapata chakula fulani mimi siwezi kushiba. Na hapo hata ule chakula gani, ukweli utakuwa hauwezi kushiba, kwa sababu mazoea yako na akili yako inakwambia ili ushibe lazima ule chakula fulani, hadi ya kuwa hilo jambo sio kweli. Mazoea ya pili, umezoea ikifika saa 4 ama saa 5 ama ukiamka tu ule, ikifika ule muda basi lazima utaona njaa. Hata kama mfano umezoea ikifika saa 1 unywe chai, mfano saa 1 usiku unywe chai, lakini ukapata mwaliko, pengine kuna mtu akakutoa auti jioni saa 10 mkala mkashiba. Hata kama umekula saa 10 umekula imeshiba, lakini mazoea yako saa 1 unywe chai, basi ikifika ile saa 1
utahisi ile njaa na utahitaji kula, na upo uwezekano ukala kwa kujilazimisha, lakini nafsi yako inasema unaona njaa. Sasa hizi njaa zinakuwa njaa za uongo, ni njaa za mazoea. Sasa Mr. Mohamed pamoja na wengine hili wanatakiwa watambue, unapokula ugali mzito au ugali wa mtama au chapati au vyakula mfano wa hivyo, basi vyakula hivi ukila unaona njaa haraka kuliko vile vyakula tunavyofahamishana ule. Mfano, umekula saladi, umekula kunde, umekula samaki, umekula vyakula vya baharini, vyovyote tu vile, basi atakayekula vyakula hivi, mfano atakayekula vyakula hivi saa 5, mfano mtu kala saladi, kala samaki, kala na kunde zake kidogo, kala kashiba saa 5. Halafu kuna na mtu mwingine kala ugali, mfano kala ugali mkubwa, kala kashiba, basi huyu alokula vyakula hivi vya saladi pamoja na samaki na kunde, huyu ana uwezo akafika hata siku ya pili bila ya kula na wala asione njaa. Lakini huyu alokula ugali mzito, huyu upo uwezekano asifike saa 1 ya usiku akaona njaa. Yaani hii ni lazima. Kwa sababu gani inatokea hivyo? Kwa sababu unapokula ugali ule ukiingia ndani ya mwili, zile energy zinazopatikana katika ule ugali zinaingizwa katika damu kwa pamoja, halafu zinatumiwa kwa pamoja. Lakini anayekula hivi vyakula tunapoelekezana, ile energy inayokuwemo katika vile vyakula vinaingizwa taratibu katika damu, taratibu kabisa, na utumiwaji wake unatumiwa taratibu. Na ukiwauliza watu wote wa 7 day challenge, upo uwezekano wanajilazimisha kula milo miwili, na mfano mzuri Dr. Othman anakuambia sasa hivi anakula mlo mmoja tu, na ukiviona vyakula vya Dr. Othman unajiuliza kweli anashiba hivi? Zamani alikuwa anapiga picha, lakini sasa hivi kaacha. Dr. Othman, naomba upige picha kwa sababu vinawamotisha wenzetu. Kwa maana naomba uendelee kuvipiga picha vile vyakula ututumie. Anakula mlo mmoja sasa hivi. Na Sawa amini, sawa. shukrani. Anakula mlo mmoja. Na kwa nini akaweza kula mlo mmoja? Kwa sababu vyakula anavyokula vina release, vinatoa energy taratibu taratibu taratibu. Kama vyakula vile vina energy 100, maana ile energy 100 itatolewa taratibu kwa muda masaa 24. Lakini anayekula ugali mzito, ugali mfano wa dona, ugali wa mtama, ugali wa muhogo, ugali wa mahindi, kama vina energy 100, ile energy 100 inaingizwa katika damu na inatumiwa kwa haraka, pengine ndani ya masaa 2. Lakini vyakula tulivyofahamishana sisi vitachukua masaa 24. Na nadhani watu waliokuwa katika 7 day challenge ni mashahidi wa hili. Mtu anakwambia sasa hivi, dokta, mimi sioni njaa, nakula kwa kujilazimisha tu. Sababu kwanza, nafsi yake, moyo wake, akili yake amesema kuwa hili ndo suluhisho, hichi ndo chakula ninachotakiwa nile, nitake nisitake. Sasa kaka yetu Mr. Mohamed na wengine, tatizo sio chakula, lakini tatizo ni akili zetu. Mfano kama alivyosema, mimi kile vyakula hivi sipati nguvu kabisa, lakini nampa challenge aamue ndani ya wiki moja kuwa sitaki kula vyakula vya dona hivi, sitaki kula machapati, nataka kula vyakula hivi wiki nzima, na sio wiki tu, mwezi mzima. Basi amini usiamini, utaweza kula bila kuona njaa na ukawa na nguvu zaidi. Bila shaka hili limefahamika. Maneno mazuri ni yale machache, lakini yenye kueleweka. Nimefahamika? Kama imefahamika, tafadhalini mtu nyosha mkono au toa emoji ya aina yoyote ili nijue kama nasikilikana au nimefahamika. Mwenye mchango mwingine kuhusu hili? Haya, good. Jambo jingine ninalotaka kulisema, vyakula vinavyotokana na unga mweupe, yaani kula vyakula vyote, lakini ogopa vyakula vinavyotokana na unga mweupe. Vyakula vinavyotokana na unga mweupe, mfano chapati, maandazi, kachori, katlesi, na vyakula vyote vinavyotokana na unga mweupe. Vyakula hivi yani jipige marufuku. Uwe umepona sukari, uwe haujapona sukari, hivi vyakula unatakiwa ujipige marufuku. Never, usile moja kwa moja, kwa sababu vyakula hivi ndo vina athari kubwa katika matatizo yote yenye changamoto ya kisukari. Vyakula hivi, kwa maana hiyo, vikati moja kwa moja, achana navyo moja kwa moja. Umeteleza, bora teleza huko kwingine, lakini kuliko kuteleza kwenye chapati, kuliko kuteleza katika vyakula vinavyotokana na unga mweupe. Elinami amenyosha mkono. Elinami, karibu.
Elinami, fungua mic yako tafadhali. Elinami, fungua mic yako tafadhali. Bila shaka anahangaika kufungua mic. Mwingine mwenye mawazo? Dr. Othman, karibu. Mimi naomba nimsaidie Mohamed, manake hatujamsaidia bado. Okay, asante. Ni kushauri tu kama unataka kula ili uone tumbo limeshiba, lakini hujaingiza vyakula vya kuzalisha sukari kwa wingi. Kwanza, unaishi mkoa gani? Mr. Mohamed, naomba ufungue mic tafadhali. Basi akishafungua nimwelekeze, ni kwamba yeye kama ataweza atafute dengu. Halo. Alafu ile dengu utakuwa unaipika, yaani unapika dengu kama mimi siweki hata chumvi, lakini we kama uwezi unaweka chumvi kwa mbali tu, alafu ile unaitumia kama uji. Unapata kikombe kimoja aiza asubuhi, ile unapata kikombe kimoja jioni, alafu kula saladi kwa wingi. Tukisema saladi ina maana ni mamboga mboga, weka bamia katakata, weka kebichi, weka pilipili hoho, nyanya, vitunguu, mboga za majani zile zinazolika, hiyo ni saladi hiyo. Alafu kama utaweza kupata samaki angalau katika mlo mmoja, hasa asubuhi ndio unaweza ukala vitu vya kukushibisha zaidi. Kwa hiyo unaweza kupata samaki nusu au samaki kidogo, ukapata saladi kidogo, ukapata na dengu yako kidogo, basi ukaendelea. Siku nyingine ukapata kipande cha kuku na hiyo saladi. Kama unaona kula saladi peke yake inakumaliza nguvu, unachanganya na vyakula vingine ambavyo havina glycemic index kubwa. Unaweza ukapata parachichi, ukaweka matango humo ndani. Unaweza ukatumia, kwa sasa hivi usitumie maharage wala ndizi wala nini, hizo wewe unaweza ukaziacha kwa sababu ndio bado uko mbali sana. Kwa hiyo fanya hivyo, kuku kidogo wa kienyeji, lakini mayai unaweza ukapata mayai ya kienyeji, ukala yai moja kwa siku, angalau kwa wiki siku 4 siku 3, kila siku ukala yai moja. Vitakuwa vinakupa nguvu, lakini itakuwa sio vyakula vile vinavyozalisha sukari kwa wingi. Kwa hiyo ukifanya mazoezi afu kala mlo wa hivyo, basi muda utaenda utajisikia vizuri. Ila saladi kula kwa wingi, kwa sababu saladi huko inapatikana kwa urahisi. Kwa hiyo kula saladi kwa wingi. Asante. Ya, dokta, nimekusikia. Labda kama una la nyongeza au unaishi wapi? Maana niliuliza mwanzo. Mimi naishi Chemba, Dodoma. Ya, hivyo vitu vinapatikana Dodoma. Mboga za majani unaweza ukapata vile vile, mchicha, matembele, unapika yasiive sana, unakula. Na milo miwili ni mizuri. Siku ukijiona huko vizuri, kula mlo mmoja. Sawa. Sawa kabisa. Haya, asante. Asante, nimekupata. Shukrani Na Dr. ukiwa na Othman zaidi kwa we uliza tu hapo, utaelekezwa. Vyakula vyenye glycemic index ndogo kwenye grupu ukiuliza, usipoelewa utaelekezwa. Lakini wanga, sukari, machapati, mikate, mandazi, ugali, wali, acha. Sijui viazi vitamu, viazi mviringo, chips, hizo acha kabisa sasa hivi. Sawa, nimekupata dokta. Haya. Asante sana Dr. Othman. Nimefurahi kujua kwamba Jumanne. nimefurahi kujua kwamba ni jirani yangu tu, kwamba kumbe wote tuko Dodoma hapa hapa. Ndio mtafutane muonane. Asante Mr. Jumanne kwa kupata ndugu yako. Kakangu Muhammad, mfuate Jumanne huyo ni mwalimu mzuri, kwa sababu yeye mwenyewe alikuwa na changamoto ya sukari, lakini sasa hivi hana tena changamoto ya sukari. Na kama alivyokuambia Dr. Othman, bila shaka dengu zinapatikana Dodoma. Zinapatikana. Basi utafanya kama alivyokuambia Dr. Othman kuzitumia, lakini sometime kama una kilevi cha kula ugali, hizo dengu utazisagisha, utaandaa ugali wako kupitia dengu, then utakuwa unapima sukari yako kila asubuhi baada ya kula vyakula kama hivyo, ili ukajua yale maendeleo yako.
Nadhani ukibadilisha akili yako, ukibadilika, ukachukua na idea na mawazo uliopewa hapa, basi kile kitu kitabadilika. Kuna jambo nilikuwa nataka nikuelimishe tu wewe pamoja na wengine. Sukari ikisoma 8, ikisoma 7, bado haijawa nzuri. Ukiwa na uwezo wa kuishusha, kuna sometime unajitahidi lakini sukari inaganda hapo hapo. Kwa maana kama umefanya jitihada na sukari ikaganda hapo hapo, basi isikutie stress. Lakini kama hujafanya jitihada na sukari iko 7, iko 8, basi itakuwa ni tatizo. Unatakiwa kufanya jitihada uishushe. Maana yake wewe unatakiwa uongeze jitihada, sukari yako ije 5, na uwezo huo unao. Maana yake inaonyesha sukari still, japokuwa unakula hivyo vyakula, lakini sukari yako sio mbaya sana, lakini una nafasi ya kuishusha zaidi. Kwa maana hiyo, amua kutoka sasa hivi ili uweze kuishusha, uwe Mr. Mohamed mwingine. Bila shaka umefahamu. Asante. Shukran sana. Nadhani zimebakia dakika 10 tu ili tuweze kufunga live yetu, na yale tuliotoka kuongelea wala hatukuyapa tena nafasi. Hizi dakika zilizobakia tutoe nafasi kwa yeyote mwenye swali aweze kuuliza. Kama una maswali tafadhali, karibu.